Harigeni mtazamaji wa Bella TV na Atu Media, tuko katika tamasha kubwa mkoani Morogoro, Shukrani Concert iliyoandaliwa na mwimbaji nguli wa nyimbo za Injili Tanzania, naye si mwingine ni Anicet Butati, na niko na mtumishi wa Mungu Nehemia Fikiri Nehemia. Niko na Fikiri Nehemia, mwimbaji wa nyimbo za Injili, lakini ni kiongozi wa waimbaji wa nyimbo za Injili katika mkoa huu wa Morogoro. Nafasi yako katika mkoa wa Morogoro katika uimbaji vipi? Mimi ni mwenyekiti wa umoja wa waimbaji mkoa wa Morogoro. Namshukuru Mungu nilipata neema hiyo ya kuwa mwenyekiti wa waimbaji mkoa wetu wa Morogoro. Unaratibu kama nani kwenye Shukrani Concert? Shukrani Concert pia namshukuru Mungu nilipata nafasi ya kuwa mwenyekiti wa kamati ya hii ya Shukrani Concert ya mtumishi wa Mungu Butati. Aliona kwa neema ya Mungu mimi ndio nisimame kama mwenyekiti. Mwitikio umekuwaje, maandalizi, changamoto na mafanikio mliokutana nayo katika event hii? Kwa kweli tunamshukuru Mungu sana kwa namna ambavyo tulikuwa tumejipanga. Kwa habari ya changamoto ni wala niongezee kwa habari ya changamoto. Changamoto imekuwa ni wakati tumeandaa kufanya event mahali kwa FPST Mafiga, kuna changamoto ilijitokeza kwa habari ya gorofa ambayo walikuwa wanalijenga pale, ikaonekana kuna changamoto tu shift kutoka pale kuja FPST Yerusalemu. Lakini tunamshukuru Mungu kwa yale matazamio ambayo tulikuwa nayo kwamba watu watafika, lakini mafanikio yamekuwa makubwa, watu wamejaa, watu wamefurika. Tunamshukuru Mungu sana kwa nafasi hiyo kwa ajili ya ibada hii. Miongoni mwa mafanikio makubwa katika ibada ya leo ni pamoja na nini? Mafanikio makubwa kwanza ni watu, lakini pia wale watu ambao tulikuwa tumewaandaa kwa maana ya kuja kutuhudumia, wageni waalikwa, wageni binafsi pia, wote tunamshukuru Mungu pia wamefika pia. Hilo ni jambo la kumshukuru Mungu, kama kwetu inakuwa tu mafanikio makubwa sana. Anicet Butati sio mzaliwa wa Morogoro, lakini amekuja kufanya event katika mkoa wa Morogoro. Hii imekaaje? Mara nyingi sana watu wengi tuko kwenye mikoa ya watu. Mimi mwenyewe ni mtu wa Kigoma, ni mzaliwa wa Kigoma. Niko hapa Morogoro na mtumikia Mungu hapa. Kwa hiyo na yeye pia kwa kuwa amekuja hapa Morogoro, inaonekana pia kuna namna ambavyo alikuwa anaiangalia Morogoro kwa jicho lingine. Ndio maana amekuja kufanya hapa hiyo ibada mkoa wetu huu wa Morogoro. Na kiukweli kati ya waimbaji ambao wamepewa na neema na nafasi, Butati pia ni mtu ambaye amepewa neema na nafasi kwa mkoa wetu wa Morogoro. Ndio maana mwitikio umekuwa mkubwa sana mkoa wetu huu. Wewe ukiwa ni mwenyekiti wa waimbaji katika mkoa wa Morogoro, tunajua waimbaji ni wengi, penye watu wengi pana mengi pia. Ni kwa namna gani unapata changamoto mbalimbali hasa kuongoza waimbaji wa nyimbo za Injili? Kuongoza waimbaji, changamoto kubwa ambayo naipata ni pale ambapo mnakuwa mmealikwa mkiwa wengi. Mkiwa wengi, kila mtu anatamani kufanya huduma. Lakini kadiri siku zinapozidi kwenda tunaendelea kuelimishana. Mnaweza mkaalikwa kwenye kanisa waimbaji 20, lakini unataka kuimba ni waimbaji 2. Mwanzo ilikuwa inawiwa ugumu, naenda wanaimba 3 mnarudi. Yaani kila mtu anakashirikia, mtu mwingine anatamani kujitoa, lakini kadiri zinapozidi kwenda tunaelimishana, tunapeana elimu. Unaona kuna mabadiliko. Sasa hivi tunaona hizi changamoto zinaendelea kupungua, lakini changamoto kubwa ilikuwa ni changamoto hiyo kwetu ya hali ya utoaji wa michango. Watu wengi wanasema waimbaji wa nyimbo za Injili kwenye matamasha huwa wanaongoza kwa kutoa ahadi. Wanatoa ahadi na walipe. Waimbaji wa Morogoro kwao hii ikoje? Kwa upande wa Morogoro tumepona. Nitumie kauli tumepona kwa sababu tuliweka mfumo wa kusapotiana. Ndio maana ikitokea kama mambo kama haya huwa mara nyingi tunasaidizana sana. Kiukweli watu wa Morogoro kwa eneo la kusapotiana watu wengine kwa wengine, kwa hii nafasi tumepewa nafasi kubwa sana ndani ya mioyo yetu kusapotiana. Hii kwetu sio changamoto kabisa. Tangu umoja wa waimbaji katika mkoa huu ni miaka mingapi sasa tangu kuanzishwa kwake? Huu ni mwaka wa 5. Tuna miaka 5 sasa hivi. Tunamshukuru Mungu, bado tunaendelea na watu wanaendelea kujiunga pia kwenye umoja wetu. Wewe ukiwa kama mwenyekiti wa waimbaji kutokea hapa Morogoro na tumeona unaimba, kwa nini unahisi wewe ulichaguliwa kuwa mwenyekiti wa kuongoza watu wengine? Kwa nini wewe si wengine? Huwa natumiaga neno la kusema kwamba ni neema tu, kwa sababu hata ukiangalia katibu wangu, ukimwangalia mwenyekiti msaidizi, makatibu ni watu ambao pia ni wana kazi kubwa, wengine serikalini, wengine ni wafanyabiashara wakubwa, lakini kwa neema ya Mungu
waliona mimi ninawafaa kwa sababu kile kitu ambacho Mungu ameweka ndani yangu, kwa neema ya Mungu nimepewa neema ya uongozi. Kwa maana hao wengine wote waliona wanipe nafasi hiyo kwa kuto kuangalia nafasi zao, lakini wakawa wameniamini mimi. Ushawahi kuwaza kwa nini wewe ni mwimbaji wa nyimbo za Injili? Nishawahi kuwaza. Niliwaza kwa sababu ya kusudi ambalo Mungu ameweka ndani yangu. Nikawaza kwamba ndio maana mimi ni mwimbaji wa nyimbo za Injili. Yaani kusudi aliweka ndani yangu, ninaamini Mungu anatamani mimi niwafikishie watu wengi. Ndio maana Mungu akaniamua kunichagua kuwe kwenye kusudi hilo. Ndio maana namtumikia Mungu kwa njia ya uimbaji pia. Kwa uimbaji kwako ni biashara au ni huduma? Uimbaji kwangu ni huduma. Asante sana mtazamaji wa Atu Media. Huyo ni Fikiri Nehemia kutokea mkoa wa Morogoro na ni mwenyekiti anayewaongoza waimbaji wa nyimbo za Injili. Listi ya waimbaji wa mkoa wa Morogoro wa gospel ni wangapi? Tuko waimbaji 122. Na wote wamejiunga kwenye umoja? Wote wamejiunga kwenye umoja.